Watu 20 wameripotiwa kuaga dunia katika kaunti ya Wajir kutokana na mchamko wa ugonjwa wa Kala-Azar, huku mamia ya wakazi katika eneo hilo wakiugua ugonjwa huo. Hali hii imewalazimu viongozi kwa wahudumu wa afya Wajir kuiomba serikali kutangaza ugonjwa huo kama janga katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Anastasia Mukabi na uketo wa taarifa hiyo. Wakazi katika eneo la Wajir wameingiwa na hofu kufuatia mchamko wa ugonjwa wa Kala-Azar, huku watu takribani 20 wakiripotiwa kufariki dunia. Taswira kamili ikidhihiri katika hospitali ya level 4, wagonjwa hapa wakizidi kuripoti kila siku na kusababisha wodi nyingi kugeuzwa kuwa wodi za kudhibiti ugonjwa wa Kala-Azar. Wagonjwa wengine wamelazimika kupokea matibabu nje chini ya kivuli cha mti, vifo vingi hapa vikiwa ni vya watoto chini ya miaka 5. But the disease has risen recently after the long rain of December El Nino 2023. There are more cases and some deaths reported in parts of El-Lasar County. So far we have listed 550 cases. Katika kaunti ya Wajir, maeneo yaliyoathirika zaidi yakiwa ni maeneo bunge ya Eldas na Wajir Magharibi kutokana na mchamko wa ugonjwa huu. Serikali ya kaunti ya Wajir imezindua mpango wa kukabiliana na ugonjwa wa Kala-Azar, ikiwa ni pamoja na kufukiza dawa ili kudhibiti idadi ya wadudu wanaoishi katika vichuguu maarufu sandfly. We are using the SCHPs to go to the villages that have been affected to find out its error and coordinate with the ambulances so that they're brought to a treatment center. Hata hivyo, vituo vya afya vimelemewa na idadi ya wagonjwa na ugonjwa wenyewe, sasa wakiomba serikali kuingilia kati. Also expect more support to come. We have written proposal, we have talked to well-wishers to come and support us. Maafisa wa afya wameonya kuwa hali hiyo huenda ikazorota zaidi endapo wakazi walio na dalili za ugonjwa huo hawatapata matibabu ya haraka, na kuwataka wakazi wa eneo hilo kuzuia Kala-Azar kwa kutumia vyandarua, dawa za kufukiza wadudu ili kudhibiti idadi ya ugonjwa huo. Anastasia Mukabi, TV 47.